Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wakazi wa kaunti ya Busia wameonywa dhidi ya kuuza mahindi kwa bei ya chini kwa mawakala. Viongozi wa serikali wameshauri wakazi kutumia chakula chao vizuri, kwani ukosefu wa mvua umesababisha uhaba mkubwa wa zao la mahindi. Wakongwe katika kaunti ya Busia ni miongoni mwa walioathirika zaidi na baa la njaa kutokana na mavuno duni. Imewalazimu kufika hapa ili kupokea chakula cha msaada kutoka kwa serikali kuu, kwani wengi wao walikadiria hasara ya mavuno. Akizungumza katika shule ya msingi ya Msokoto, eneo bunge la Nambale, wakati wa kugawa chakula hicho cha msaada, naibu kamishna wa eneo hilo Daniel Ruto amesikitishwa na uhaba wa mvua ambao umeleta hasara. Kila mtu huko kwa madarasa huko. Ametoa onyo dhidi ya kuuza chakula kidogo kilichovunwa. Sasa zingine mimi nikitoka kwa ofisi yangu hapa Logiri, mimi naonanga mnauza mahindi yenu kiolelo. Si mnauza mahindi vibaya? Unajua hakuna mahindi next year? Mnajua kweli? Na akiba yosi. Mimi najua nyinyi mashamba yenu ni kidogo. Ukiuza gunia 2 usomesha watoto waende shule, tafadhali msiuze mahindi zote. Next year kunikubaya. Ingawa serikali imesema next year italeta mahindi kutoka nchi za ng'ambo. Lakini afadhali hii yenye uko nayo uchunge kwanza. Si kweli? Tafadhali tukazane watu wetu. Nawaambia watu wasipoteze mahindi saa hii kwa kuuza shilingi 60. Wanakuja wananunua hiyo mahindi kwa shilingi 60. Na kifika mwezi wa 10 watakuwa wanauza hiyo mahindi kwa shilingi 120. Wakazi waliopokezwa msaada wa chakula wamejawa na hofu ya gharama ya juu ya chakula mwaka ujao. Chakula ambacho tumefuna hii msimu imekuwa chakula kidogo. Lakini nataka tushukuru tena mama kaunti ametuongezea chakula ingine itatusukuma. Gharama ya chakula mwaka kesho itakuwa juu sana kwa sababu jua imeathiri vyakula, hakuna chakula. So naomba tu wakazi wangu wa Msokoto walazi wote walinde chakula yao vizuri. Chakula yenye tulikuwa tumevuna si mingi sana. So tunahimiza tu wenye bado wako na chakula yao wasiuze chakula. Kuna walagai wenye wanakuja kutulagai wakichukua chakula yetu kwa bei ya chini. Hata nimeshukuru sana kuna maharagwe wameleta. Na hii msimu ni wa kupanda maharagwe. Wenye watapata wasikule wapeleke kwa shamba. Hata heri upike tu watoto wakule na wakunywe na maji kuliko kuuza, na tena muda usio mchache saa hii wananunua, lakini ikifika mwezi wa 10 hiyo mahindi wamepandisha bei hata uwezo kwenda kununua. Naye mwakilishi wa kike wa kaunti ya Busia Catherine Omanyo amewahimiza wakulima kukomesha hulka ya kupuuza mbolea na pembejeo ya ruzuku kutoka kwa serikali na badala yake kutumia fursa hiyo kuzalisha vyakula na kujitegemea. Maneno ya kuleta chakula msaada kila saa sio vizuri. Nataka kuwahimiza mchukue hii maneno serikali inaletea wananchi, mkimbie nayo. Wakipunguza bei ya mbegu, kuwa wa kwanza kununua hiyo mbegu. Wakipunguza bei ya fertilizer, kuwa haraka kuleta hiyo mbegu, hiyo fertilizer mtumie kwa kupanda, muzalishe. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Waziri wa mazingira na misitu